Bwana, kwa sababu katika Utatu Mtakatifu tumeweza kuwa na jioni njema na jioni ya baraka, na leo ni siku yetu ya 5 ya mkutano. Tunakushukuru Mungu uliyekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza. Baba, tunakushukuru tena kwa sababu ya neno lako. Tunakushukuru tena kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu aliyekuwa pamoja nasi tangu tumeanza mkutano huu. Baba, tunaposogea mbele zako tunakubariki, tunakutukuza, tunakushukuru kwa siku nyingine tena ambayo tunaamini Mungu utakuwa pamoja na sisi. Tunaamini Bwana utaenda kutuhudumia, na tunaamini Mungu utaenda kusema na sisi tena. Baba, tunaamini ya kwamba upo pamoja nasi tena katika siku ya leo, lakini shetani huwa anajihudhurisha pamoja nasi tunaenda kinyume na kila aliyejihudhurisha katika mkutano huu, kinyume na mapenzi yako. Tunaenda kinyume na wakuu wote wa anga, tunaenda kinyume na wafalme, tunaenda kinyume na majeshi yote ya pepo wabaya wanaotawala katika anga na kwenye ardhi na kwenye mkutano huu. Mungu, tunasogeza ibada hii mbele zako, tunakabidhi mkutano huu mbele zako, tunakabidhi ardhi na mbingu mikononi mwako, tunakabidhi nafsi zetu mbele zako Bwana. Tunapoenda kuanza Bwana neno lako, tunatamani utukufu wako utufunike, tunatamani na neema yako iwe pamoja nasi, hata wale wanaosikia Bwana wakiwa majumbani, wale wanaosikia wakiwa njiani. Mungu, tunaomba neema yako pia iwafikirie, neema yako pia Bwana iwaguse katika jioni ya leo, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, na watu wa Mungu tuseme amen. Sema amina tena kwa Yesu aliye hai. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Yesu. Sijasikia makofi na vigelegele kwa Bwana. Sijasikia makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza makofi na vigelegele kwa mtumishi aliyeanza nasi toka siku ya kwanza hata siku ya jana. Ongeza makofi na vigelegele tena kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya ujumbe ambao amepita nao na tumeenda kumwona Bwana katika siku 4. Haleluya, haleluya watu wa Bwana, haleluya watu wa Mungu. Sasa naomba utafute kiti au mahali pa kukaa. Tafuta kiti au mahali pa kukaa, mahali pa utulivu kabisa. Kabla hatujaendelea na ujumbe wa siku ya leo, hapa tuna vitabu ambavyo mtumishi wa Mungu Harrison Mzava ameviandika. Tunavyo vitabu hapa kwenye madhabahu, mtumishi wa Mungu ameviandika ili viweze kutusaidia juu ya changamoto au juu ya kupata maarifa zaidi tunapomtafuta Mungu kwenye maisha yetu. Sasa tuna kitabu kimoja kinaitwa Kuombea Maono. Tuna kitabu kinachoitwa Kuombea Maono. Hiki hapa ni kitabu kinachosema kuombea maono. Kila mtu ana maono ambayo Mungu ameweka ndani yake, na hayo maono shetani huwa anayapinga, huwa anazuia, huwa analeta changamoto. Lengo maono ambayo Mungu ameweka ndani yako yasiweze kutimia. Inawezekana ni maono ya utumishi, inawezekana ni maono ya eneo la uchumi, inawezekana ni maono kwenye eneo lolote Mungu amekupa, lakini hayawezi kutimia kama hauna maarifa ya kimungu. Kwa hiyo unaponunua hiki kitabu utasoma huku ndani, utapata maarifa namna gani maono ambayo Mungu ameweka ndani yako yanaweza yakatimia. Lakini tuna kitabu kingine kinachosema gharama anayopaswa kulipa muombaji ili apewe nafasi na Mungu. Gharama anayopaswa kulipa muombaji ili apate nafasi kwa Mungu. Tunajua tunaomba sana, lakini ili uweze kupata nafasi kwa Mungu kuna kiwango au na aina ya maombi unatakiwa uombe, lakini pia kuna aina ya gharama unayotakiwa kuilipa kama muombaji ili upewe nafasi na Mungu. Lakini pia tuna kitabu kinachosema kuvunja agano la mauti. Tuna kitabu kinachosema kuvunja agano la mauti. Hiki pia ni kitabu ambacho ukikipata kitakusaidia kupata maarifa namna gani utavunja roho ya mauti kwenye maisha yako au kwenye familia yako au kwenye maeneo mbalimbali ambayo Mungu anatamani uweze kusogea
lakini iko roho ya mauti imeachiliwa kwenye hicho kitu au kwenye maisha yetu. Hiki kitabu pia ukikipata utasoma hapo ndani, kitakuongoza namna ya kuomba ili kuvunja roho ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii meza hapa inanisumbua kidogo, lakini kuna kitabu kinachosema mbinu za kutoka katika agano la umaskini. Mbinu za kutoka katika agano la umaskini. Hiki pia ni kitabu kiko hapa madhabahuni. Kwa hiyo ukikinunua kuna vitu vingi utaona huko ndani. Nasema kwa ufupi tu kutokana na muda, lakini unaponunua utapata maarifa zaidi. Lakini pia kuna kitabu kinachosema kukombolewa katika agano la zinaa. Kukombolewa katika agano la zinaa. Vitabu hivi vyote vinapatikana kwa gharama ya shilingi 7,000 tu. Kinapatikana kitabu kimoja kwa thamani ya shilingi 7,000 tu, ambayo ukianza kuitumia tangu asubuhi hauwezi ukafika nayo jioni. Lakini ukinunua kitabu utasoma wewe, watasoma watoto wako, lakini pia watasoma na wajukuu zako, lakini kitakuvusha katika maeneo mengi ambayo yamekwama kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jana tumegawa bahasha. Lengo la bahasha ambayo tumepewa jana ni kusapoti kazi ya Mungu, kuona kazi ya Mungu inaendelea kufanyika hapa. Tumesema jana, ukiona mkutano huko hapa ni gharama, ukiona spika ziko hapa ni gharama, ukiona watumishi wako hapa ni gharama. Kwa hiyo ili tuweze kufanya kazi ya Mungu vizuri, Mungu anategemea wewe uwe mfadhili katika mkutano huu. Kwa hiyo kama jana haukuwepo na leo upo na ungependa kusapoti kazi ya Mungu kwa kadiri Mungu amekubariki au amekusaidia, unaweza ukanyosha mkono wako mahali ulipo na wahudumu watakupatia bahasha. Wewe ambaye hujapata bahasha jana na unahitaji kupata bahasha leo, naomba upunge mkono wako mahali ulipo upatiwe bahasha. Kuna mtu kule anahitaji bahasha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mkutano. Haleluya watumishi wa Bwana. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Yesu aliye hai. Basi jioni ya leo tunaenda sasa kutafakari ujumbe wa neno la Mungu wakati bahasha zinaendelea kugawanywa. Naomba pia unipe masikio yako na uwe na utulivu mbele za Bwana. Natamani tuende kusoma kile kitabu cha Luka Mtakatifu, ile sura ya 16, na tutaanza kusoma mstari wa 19. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 16 na tutaanza kusoma mstari wa 19. Kwenye Biblia kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 16 na tutaanza kusoma mstari wa 19. Biblia inasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alipokufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, e baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu nateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa.
na zaidi ya hayo, kati yetu na sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda huku kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atakaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hapa tunaona habari za mtu mmoja aliyekuwa anaitwa tajiri, na huyu mtu tajiri aliishi maisha ya anasa. Kwa mujibu wa maandiko, Biblia inasema mtu huyu tajiri alikuwa anaishi maisha ya anasa. Alikuwa anavaa nguo za zambarau, na maisha yake siku zote alikuwa anaishi maisha ya anasa. Lakini Biblia inatuambia alikuwepo mtu wa pili aliyekuwa anaitwa maskini Lazaro. Watu hawa wawili wote walikuwepo duniani. Watu hawa wawili kila mmoja alikuwa na maisha tofauti na mwingine, sawasawa na jinsi alivyokuwa amebarikiwa. Tunaambiwa tajiri alikuwa anaishi kwa anasa. Tunaambiwa tajiri alikuwa anavaa mavazi ya thamani. Lakini Lazaro, kwa kuwa alikuwa maskini, yeye alivaa mavazi machafu, alivaa mavazi ambayo hayana heshima. Lakini tunaambiwa hata mwili wa Lazaro ulikuwa na vidonda, maana alikuwa hawezi kuoga, alikuwa hawezi kununua sabuni, alikuwa hawezi kuishi maisha ambayo tajiri anayaishi. Lakini tunaambiwa baada ya maisha watu wawili, tajiri alikufa, lakini tunaambiwa pia Lazaro alikufa. Lakini tunaona utofauti kati ya watu wawili. Tunaambiwa Lazaro alipokufa, pamoja na umaskini aliyokuwepo nao, pamoja na maisha magumu aliyokuwepo nayo, maana Lazaro alikuwa anakaa mlangoni pa tajiri. Kwa hiyo tajiri wakati anakula, kuna vyakula vinadondoka chini ya miguu. Lazaro anatamani yale makombo, anaokota, anakula. Na Biblia inatuambia wakati Lazaro anaokota makombo, alisogea na mbwa, wakawa anakula pamoja na Lazaro. Lakini Biblia inatuambia siku Lazaro amekufa, alichukuliwa na malaika, akapelekwa kwa Ibrahimu kifuani, akawa anafarijiwa pale. Lakini tunaambiwa akafa mtu mmoja tajiri. Biblia inasema tajiri alipokufa, yeye alizikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka hapo nisikilize kwa makini. Kuna mtu anaweza akafa, akachukuliwa na malaika, akapelekwa kifuani kwa Ibrahimu moja kwa moja. Lakini kuna mtu anaweza akafa, anapokufa anazikwa. Sasa ukishasikia amekufa, amezikwa, tafsiri yake huyu mtu hatima yake ni mbaya, sio nzuri. Haleluya, 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 haleluya. Sasa maisha ya mtu tajiri yalimpelekea yeye kuishia kwenye kuzikwa, lakini maisha ya maskini Lazaro yalimpelekea kunyakuliwa na akapelekwa kifuani kwa Ibrahimu, akawa anafarijiwa. Lakini tunaona hawa watu wawili walipokuwa wameondoka duniani, maisha yao yalibadilika ghafla. Yale maisha duniani yalibadilishwa. Maisha duniani hawakuweza kuishi tena kule mbinguni. Kwa hiyo tunaona Ibrahimu alipokuwa Lazaro alipokuwa kifuani kwa Ibrahimu anafarijiwa. Lazaro tajiri naye alipokufa, Biblia inatuambia akainua macho yake juu, akamwona Lazaro yupo kifuani anafarijiwa, anaishi maisha ya amani, anaishi maisha ya furaha. Biblia inatuambia tajiri akamwambia, baba Ibrahimu, ninaomba umwambie Lazaro achovye ncha ya kidole, aniwekee kwenye ulimi wangu,
maana ulimi umekauka. Hapa nilipo ninateswa, nipate kufarijika. Lakini tunaambiwa Ibrahimu akajibu akasema, ndugu, wakati upo duniani uliishi maisha uliyostahili, ukapokea mema ulipokuwa duniani. Lakini Lazaro alipokuwa duniani aliishi maisha magumu, kwa hiyo yuko hapa anafarijiwa. Kwa hiyo akamwambia, zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi huko hatuwezi kukaribiana. Nyinyi huko hamwezi kuja huku na sisi hatuwezi kuja huko. Kwa hiyo hapa katikati kuna shimo kubwa limechimbwa ambalo linaweka ukuta kati ya sisi na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona mistari ya pale chini, Biblia inatuambia yule tajiri hakutosheka na yale maneno, akasema, sasa kama ni hivyo, ninaomba ainuke mtu kutoka huku makaburini aende duniani. Ninao ndugu 5 kule, wakawashuhudia iliyopo huku, ili na wao wasije mahali ambapo mimi nipo. Lakini tunaona Ibrahimu anasema tunao kule manabii, lakini tunao watumishi wa Mungu kule ambao kazi yao ni kuhubiri habari za Mungu, kuambia watu waache dhambi, kuambia watu wamrudie Mungu. Ibrahimu anamwambia tajiri, hao ndugu 5 wasipowasikiliza hawa watumishi, hata kiinuka mtu kutoka katika wafu hawezi kuwashawishi waache dhambi, hawezi kuwashawishi wamgeukie Mungu. Na tunaona Biblia inasema baada ya hapo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona baada ya hapo yale maelezo yakaishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tujifunze nini siku ya leo? Nataka tujifunze ya kwamba Mungu anahitaji tuishi anayompendeza Mungu hapa duniani. Mungu anatamani tuishi maisha mazuri hapa duniani, lakini tunapoishi maisha kujichanganya, kuna maisha mengine baada ya kufa. Baada ya kutoka duniani kuna maisha mengine kule tunaenda kuyakuta ambayo yanatofautishwa na maisha duniani. Kwa hiyo ili uweze kuingia kwenye maisha ufalme wa Mungu, inategemea duniani umeishi vipi. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea duniani umeishi namna gani. Umeishi maisha ya anasa au umeishi maisha ya kumpendeza Mungu? Kama umeishi maisha ya anasa, Biblia inatuambia utalipwa sawasawa na matendo yako. Maana tunamuona tajiri, yeye alijifurahisha duniani, yeye alivaa mavazi mazuri, lakini baada ya pale Biblia inasema alipelekwa kwenye maisha aliyokuwa amestahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa leo, tuna siku ya 5 ya mkutano. Mungu ametutuma kama manabii wake katika mji wa Msingisa. Mungu ametutuma kama wainjilisti kwenye mji wa Msingisa. Mungu ametutuma kusema na watu wa Msingisa. Mungu ametutuma kusema na wanawake, ametutuma kusema na wababa. Lakini shida ni kwamba ni nani awezaye kusikia sauti ya Mungu jioni ya leo? Nani anayeweza kuamini ya kwamba Bwana ametutuma, ya kwamba baada ya maisha hapa duniani kuna maisha mengine kule mbinguni? Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Tumekuwa na mkutano huu toka siku ya kwanza. Mungu amesema tupige kelele kwenye mji huu. Mungu amesema tutangaze ya kwamba yuko Yesu Kristo anayesamehe dhambi. Yuko mwana wa Mungu anayesamehe dhambi zetu. Anatamani tumwamini tu, lakini watu wanashinda kumwamini Mungu. Watu wanashinda kumtegemea Mungu. Watu wako bize na maisha. Watu wako bize na biashara. Watu wako bize na vitu mbalimbali. Lakini iko siku moja ambayo watafananishwa na tajiri ambaye baada ya kufa yeye alizikwa, na alipozikwa aliketishwa mahali pa mateso. Akaanza kumtamani Lazaro aliyekuwa anashibishwa kwa makombo ya chakula ambacho anakula. Taka nikwambie ya kwamba iko siku ambayo watu wataikumbuka hii sauti. Iko siku ambayo watakumbuka huu mkutano ya kwamba tuliletea watumishi pale Msingisa, wakahubiri habari za ufalme wa Mungu, wakasema tumwamini Mungu aliye hai. Lakini hatukumwamini huyo Mungu, tukaendelea kuamini maisha yetu, tukaendelea kuamini miungu yetu. Na leo hii tuko hapa kwenye mateso. Watalia sana kusaga meno, lakini hawataona msaada unatokea kwenye maisha yao. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Bwana aliye hai.
Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Mungu aliyetutuma kwenye viwanja hivi vya Msingisa ana haja na watu wanaoishi kwenye mji wa Msingisa. Mungu aliyetutuma kwenye mji wa Msingisa ana haja na wewe ambao unasikia sauti hii mahali popote. Maisha ambayo umeyaishi, Mungu anasema inatosha. Dhambi ambazo umeendelea kuzitumikia, Mungu anasema inatosha. Ni wakati ambao Mungu ana haja na maisha yako. Ni wakati ambao Mungu anatamani ugeuke njia zako. Ni wakati ambao Mungu anatamani umkabidhi njia zako, ili siku utakapokufa uwe sehemu ya watu ambao watapokelewa na malaika na kuwa katika kifua cha Ibrahimu. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele tena. Pigie tena Yesu makofi na vigelegele. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Biblia inasema ijapokuwa tunaonekana ni wajinga, lakini mbele za Mungu sisi hatuwezi kupotea. Maana njia ambayo tunapita ni njia iliyo salama. Wewe ambaye unamwamini Mungu, endelea kung'ang'ana na Mungu huyo, usimwache, maana hautapotea. Iko siku Ibrahimu atakukaribisha kwenye ufalme wa Mungu ambao umeandaliwa. Ongeza makofi na vigelegele tena kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanadhani tumechanganyikiwa. Kuna watu wanadhani hatuna kazi. Kuna watu wanadhani hatuna jambo la kufanya. Kuna watu wanadhani ya kwamba hatuna akili za kutosha. Taka nikwambie tunazo akili za kutosha. Lakini Mungu ametutuma kwenye viwanja hivi. Amesema tupaze sauti kwenye bonde. Amesema tupaze sauti kwenye mbingu. Amesema tupaze sauti kwenye maeneo haya, kwamba iko siku utakufa, na utakapokufa utaacha vitu ulivyo navyo. Mungu anasema tuseme na wewe, hayo maisha ambayo unayategemea ni maisha ambayo hautadumu milele. Kuna maisha mengine yataenda kuwepo baada ya maisha hapa duniani. Mpigie tena Yesu makofi. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Wengine wamekuwa wakijivuna kwamba ni matajiri. Tunaposema ni siku ya ibada, anasema sina muda wa kwenda kanisani. Tunaposema tuna mkutano, anasema sina muda kwenda kwenye mkutano, maana mimi ni mfanyabiashara. Taka nikwambie, Mungu ananyamaza tu, lakini naye ipo siku ambayo ataenda ukuzi yake utakapokuwa umekufa. Maana vitu ulivyo navyo havitakuweza kuwa msaada wala vitakusaidia, kwa sababu yako maisha mengine kule mbinguni. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Ninasema na viwanja vya Msingisa, sikia neno la Mungu aliye hai. Yuko Mungu anayesamehe dhambi. Yuko Mungu anayesamehe makosa yetu. Haijalishi umefanya dhambi kiwango gani. Ukiamini jioni ya leo ya kwamba Yesu anasamehe dhambi, unaenda kusamehewa dhambi, na wala Mungu atakumbuka tena makosa uliyofanya. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waelewe kitu ambacho tunasema leo, lakini iko siku wataelewa tu. Tunasema leo kwamba Yesu anasema ninabisha, ninasimama kwenye mlango, lakini mtu akiamini, mtu akifungua mlango, nitaingia kwake, nitafanya makao kwake, nitakula pamoja naye. Lakini watu mioyo imekuwa ni migumu kwa sababu wamejiona wao ni matajiri. Unaweza kuwa tajiri kwa namna maisha ulionayo. Unaweza kuwa tajiri kwa namna kiburi ambacho unacho. Unaweza kuwa na kiburi kwa sababu ni mzuri. Taka nikwambie, mbinguni hawaendi wazuri. Mbinguni wanaenda watu walio na Yesu. Mbinguni hawaendi watu walio na nyumba nzuri. Mbinguni wanaenda watu walio na Yesu. Mbinguni hawaendi watu wenye ukoo mzuri. Mbinguni wanaenda watu walio na Yesu moyoni, na ndani yao wana imani ya kumwamini Mungu aliye hai. Pigia Yesu tena makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii tulipo hapa ni watu wachache mno, lakini walio mtani ni wengi sana. Wana majina ya kuwa Wakristo, walishabatizwa, wanayo majina ya Ukristo, lakini kanisani hawaji, wako bize. Taka nikwambie, kwa siku Mungu naye atakuwa bize. Wakati unamtafuta Mungu kwa machozi, na atasema niko bize. Hata tumtukuze Mungu jioni ya leo, atumwabudu Bwana jioni ya leo, maana
katika maisha ambayo tunaishi leo tutaenda kuvuna baada ya maisha hapa duniani. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Tunapoomba walokole, nasema walokole hawana kazi. Nataka nikwambie kati ya watu ambao hawana kazi ni watu ambao hawana Yesu moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sisi tunamwambia Mungu atulinde, wengine wanaenda kwa waganga kienyeji kutafuta ulinzi. Yeye ni mwanadamu, aweze kusaidia kukupa ulinzi. Ulinzi wa kweli uko kwa Mungu aliye hai. Ulinzi wa kweli unapomwamini Yesu aliye hai. Ulinzi haupo kwa mwanadamu. Biblia inasema amelaaniwa mtu anayemtegemea mwanadamu kuwa kinga maisha yake, lakini ndani ya moyo wake amemkataa Mungu aliye hai. Kwa nini umwamini Mungu mwanadamu ambaye na yeye siku moja atazikwa kama wewe? Kwa nini usifanye maamuzi magumu ukamwamini Mungu anayeponya, umwamini Mungu anayesamehe dhambi, umwamini Mungu baada ya kufa anakukaribisha kwenye ufalme wa Mungu? Nataka nikwambie ni saa ya kubadilika mtu wa Msingisa. Ni saa kugeuka mtu wa Msingisa. Maisha ambayo umeyaishi yanatosha. Dhambi ambayo umezifanya zinatosha. Ulevi ambao umefanya unatosha. Uchawi ambao umefanya inatosha. Ni saa kumwambia Bwana, leo ninasalenda kwako. Ni wakati kumwambia Mungu, sasa nasalenda kwako. Uchawi ambao nimefanya nimeona hauna maana, leo narudi kwa Mungu aliye hai, na Mungu atakupokea jioni ya leo, wala hatakumbuka makosa uliyofanya. Pigia Yesu makofi na vigelegele aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ni upendo wa jinsi gani wa namna hii Mungu kuupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie awe na uzima wa milele. Huo ni upendo wa Mungu aliye hai. Amekupenda mtu wa Msingisa. Huo ni upendo wa Mungu aliye hai. Amekupenda wewe uliye maskini. Amekupenda wewe uliye tajiri. Huo ni upendo wa Mungu aliye hai. Upendo wa Mungu hauna ubaguzi. Upendo wa Mungu hauna kujuana. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Ni swala tu kumwambia Mungu, nimetambua ya kwamba unanipenda, na ndio maana ulimtoa mwana wako mpendwa pale msalabani ili mimi nisamehe makosa yangu, lakini jina langu lifutwe kwenye kitabu cha hukumu na liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ongeza tena vigelegele kwa Yesu. Ongeza vigelegele kwa Yesu. Ongeza vigelegele kwa Yesu. Pigia tena makofi vigelegele Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umwamini usimwamini, yeye bado ni mwaminifu siku zote. Useme ndio kwa Bwana, useme hapana, bado yeye anao watu wengi wanaomwamini katika maisha yao. Hata usipomwamini Mungu, anao watu wengi, lakini ni upendo ambao Mungu unamsukuma kutuleta kwenye viwanja hivi. Tumeacha mambo ya kufanya. Mungu amelipa gharama kubwa tuje Msingisa. Ameona kuna watu wamezamia kwenye dhambi. Ameona kuna watu ni walevi tangu vijana mpaka wamekuwa wazee ni walevi. Ukiwakuta ni kama wazee, hata sura zimebadilika. Kwa nini Yesu atume watu jioni ya leo? Kwa nini Mungu atume wainjilisti jioni ya leo? Anatamani ya kubadilisha hayo maisha. Tamani ya kupe maisha mapya ambayo utaishi ukimtumikia Mungu. Baada ya kwenda kilabuni utasema naenda kanisani. Baada ya kwenda kunywa pombe utaenda sadaka nyumbani kwa Bwana, utamtumikia Mungu. Nataka niseme jioni ya leo, Mungu hana upendeleo. Nataka niseme jioni ya leo, Mungu hana upendeleo. Jioni ya leo Bwana yuko mahali hapa. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Na hapa nazungumza habari kumwamini Mungu katika roho na kweli. Sema amina. Sema amina kwa Bwana. Hapa sizungumzii dhehebu la mtu. Hapa siongelei dini ya mtu. Hapa sisemei kabila la mtu. Hapa nasema habari za Yesu anayeokoa na kusamehe dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye kitabu cha uzima kuna majina ya watu wameandikwa, wa makabila yote wameandikwa. Kwenye kitabu cha uzima kuna watu maskini na matajiri wameandikwa. Kwenye kitabu cha uzima kuna wasomi na wasiosoma wameandikwa. Wa mataifa yote wameandikwa. Na hiyo siku itashangaza wengi. Tutakutana kule na wazungu, tutakutana kule na Wachina na Marekani. Tumeweka foleni moja, tunaitwa majina yetu. Nani aende kushoto, nani aende kulia? Wengi watajilaumu sana. Wengi
watalia sana, watasema mimi ni Mkristo, niliendaga na kanisani, lakini Mungu atasema ondokeni kwangu, maana siwajui ninyi watendao dhambi. Taka nikwambie ni saa kuamua kutoka ndani kwamba nimeamua kumtumikia Mungu au kumtumikia shetani. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Ni heri uchague leo kumtumikia Mungu aliye hai. Ni heri uchague leo kumtumikia Mungu aliye hai na kuacha uchawi, maana uchawi hauna faida. Piga hesabu tangu umeanza kuloga, piga hesabu tangu umeanza kuanga, piga hesabu tangu umeanza kuua. Nini umepata kwenye maisha yako? Zaidi ya yote unachukiwa na majirani, zaidi ya yote unachukiwa na watu wa karibu, zaidi ya yote unachukiwa na Mungu aliye hai. Hata watoto wanakuchukia. Kwa nini umekuwa mchawi? Uchawi hauna faida yoyote. Ni heri leo badilike jioni ya leo. Ni heri leo amue tena kumwambia Bwana, nimesikia neno lako katika jioni ya leo, nami nachagua kuchagua Yesu uingilie kati maisha yangu, nifanyike kuwa kiumbe kipya. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa ni wachache, lakini mbinguni anaona tuko wengi sana, na hii idadi Mungu anaona bado haitoshi. Biblia inatuambia tupo kwenye siku za mwisho. Mungu analiandaa kanisa lake, Mungu anawakusanya wateule wake. Inawezekana hesabu ambayo ipo leo bado haijaweza kutimia. Kwa hiyo Mungu anatuma wajumbe kuandaa mikutano, kuandaa semina. Mungu anatuma watu kuweka maneno ya Mungu kwenye mitandao, kwenye YouTube, kwenye Facebook. Lengo usikie ili neno uokoke, ili uingie kwenye idadi ya watu ambao Yesu akija leo utakuwa sehemu ya watu ambao wataulisi uzima wa milele. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Wako watu wanasema mimi nitasubiri siku nikiona ninauma sana, nitamwita mchungaji, nitawaita wazee wa kanisa ili waniombee niokoke. Taka nikwambie utakuwa umechelewa sana hiyo siku. Ni heri ufanye maamuzi leo wakati una akili zako timamu. Ni heri uchague leo kumpa Yesu wakati unaweza kusema ndio au kusema hapana. Nani anayejua baada ya leo hii nini kinaenda kutokea kwenye maisha yako? Nani anayejua kifo anachoenda kufa ni kifo cha namna gani? Inawezekana unapoenda kulala hautaamka, hautaweza kumuita mchungaji akuongoze sala ya toba, hautaweza kuita wazee wa kanisa kuongoze sala ya toba. Ni heri siku ya leo ambayo unasikia habari hizi umwamini Yesu na kumpa maisha yako. Sema amina tena kwa Bwana aliye hai. Sema amina tena kwa Bwana aliye hai. Saa kwenda kuabudu miungu inatosha. Saa kwenda kuabudu mapepo inatosha. Saa kuabudu ilisi inatosha. Saa kuabudu mazinduo kwenye nyumba inatosha. Ni saa kuweka zindiko la damu Yesu kwenye malango yetu. Ni saa kuweka zindiko la damu Yesu kwenye mioyo yetu, ili Bwana tutetee na kutupigania kama Bwana wa majeshi katikati ya vita. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana aliye hai. Ongeza vigelegele kwa Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumemleta Mungu mwenye nguvu kwenye mji wa Msingisa. Tumemleta Mungu anayeponya wagonjwa kwenye mji wa Msingisa. Tumemleta Mungu anayesamehe wachawi kwenye mji wa Msingisa. Tumeleta Mungu anayesamehe walevi kwenye mji wa Msingisa. Tumeleta Mungu anayesamehe watu ambao wamefanya wizi kwenye mji wa Msingisa. Yesu hana upendeleo. Usiseme fanya dhambi kubwa au ndogo. Kila dhambi umefanya kwa Mungu inasameheka. Ni sawa kumwambia tu Mungu, ninakuamini ya kwamba ulinipenda na ndiyo maana ukamtuma Yesu aje paafe pale msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na kwa ajili ya sala hiyo utakuwa umeokoka na kusamehewa dhambi zako zote. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ninamhubiri Mungu anayeweza mambo yote. Namhubiri Mungu anayetenda mambo ya ajabu. Namhubiri Mungu anayefanya jambo jipya katika maisha yetu. Mungu anaweza kugeuza Msingisa ikawa ni nchi ya Mungu aliye hai. Mungu aliyesema iwe Msingisa, huyo Mungu anaweza kuifanya Msingisa iwe nchi ambayo inamcha Mungu aliye hai. Nataka niwaambie habari hizi hazipotei bure. Kuna kitu kinapanda kwenye ardhi ya Msingisa. Nataka niwaambie hata kama watu wamegoma kuja kwa neno hili,
ardhi imedaka ili leo taenda kuhubiri watu walio majumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mkutano huu kuna watu watakuwa wakiokoka siku kwa siku wakiwa majumbani kwao. Kwa nini? Ardhi itakuwa inawahubiri watu, nchi itakuwa inawahubiri watu. Kuna mtu atakuwa shambani analima, atasikia takiwa uende kwa mchungaji akamwambia kuongoze sala ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Nchi itawahubiri watu walio majumbani, itawaambia acha uzinzi, itawaambia acha dhambi, itawaambia tubu dhambi zako. Baada ya miaka ijayo kule mbele, tutaona watu wengi wanamkimbilia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale vijana wanamkataa Mungu leo, kuna majira yanakuja watamkimbilia Mungu katika maisha yao. Katika maisha leo kuna watu wanamkataa Mungu, lakini kuna majira yanakuja kila mtu anamtafuta Mungu aliye hai. Kwa nini? Dunia itakuwa inalewalewa, dunia itakuwa inawayawaya, dunia itakuwa haina majibu. Majibu yatakuwa kwa Mungu peke yake aliyeziumba mbingu na nchi. Sema amina kwa Bwana Yesu aliye hai. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Ninasema na mji wa Msingisa, sikia ujumbe wa Bwana jioni ya leo. Sikia habari njema jioni ya leo. Sikia habari za uzima jioni ya leo. Ninasema na miti ya Msingisa, sikia habari za Bwana jioni ya leo. Sikia habari za Mungu jioni ya leo. Ninasema na majumba Msingisa, ninasema na mabonde ya Msingisa, ninasema na mashamba Msingisa, ya kwamba ninyi ni watumishi wa Bwana, mkahubiri habari hizi katika mioyo ya watu, mkahubiri habari hizi katika masikio ya watu, ya kwamba yuko Yesu mwana wa Mungu aliyetoa maisha yake kwa ajili ya watu wake. Na ewe madhabahu ya Msingisa, tunapoenda kuomba jioni ya leo, tunaamini ya kwamba utasimama kama nguzo ili kuhakikisha mji wa Msingisa unamgeukia Mungu aliye hai. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Sema amina kwa Bwana aliye hai. Tangu tumeanza mkutano, nina uhakika wanaokatisha kwenye anga kupitia nguvu za giza hawakatishi tena, kwa sababu yuko mfalme wa amani, yupo katikati ya mji wa Msingisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa hawalali, lakini tangu tumeanza mkutano hapa kuna watu wanalala usingizi. Kwa nini? Yuko mfalme wa amani amekuja kuwaokoa watu wake mahali hapa. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu. Tena iko neema katika nchi hii, tena iko neema katika mji huu. Tena sisi ambao tuko hapa tutakuja kuwa mashahidi ya kwamba tulikuwa na mkutano kwenye hili jukwaa. Tutakuwa kuja kuwa mashahidi ya kwamba tulikuwa tunasikia habari njema kwenye hili jukwaa. Kwa hiyo tutakuwa na makutano ya watu wengi wanaogeuka kwa Mungu aliye hai. Kwa nini? Bwana ametamalaki kwenye nchi hii ya Msingisa. Naomba usimame mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jihoji nafsini mwako na moyoni mwako. Wewe ni tajiri aliyekuwa anaishi maisha ya nasa, au ni maskini Lazaro ambaye maisha yake alimtegemea Mungu, maisha yake alimwamini Mungu? Au wewe ni tajiri uliyevaa mavazi ya samani, uliyesema sina muda wa kwenda kanisani, uliyesema sioni sababu ya kuomba, uliyesema sioni sababu ya kwenda nyumbani kwa Bwana? Tafakari jioni ya leo kabla tujaenda kwenye maombi. Naomba tusogee hapa mbele, watumishi wa Bwana, naomba tusogee hapa mbele. Wale ambao tuko mbali, naomba tusogee hapa mbele tunapoenda kwenye maombi jioni ya leo. Sogea hapa mbele tunapoenda kwenye maombi jioni ya leo. Lakini wakati huo unatafakari moyoni mwako, wewe ni tajiri au wewe ni Lazaro yule maskini? Maana ni heri uwe Lazaro jioni ya leo, maana baada ya kufa kwako utakaribishwa kwenye uzima wa milele, kuliko uwe tajiri na baada ya kufa utazikwa, na baada ya kuzikwa itafuata hukumu kwenye maisha yako. Inawezekana uko nyumbani unaisikia hii sauti, tafakari moyoni mwako. Mungu ana haja na wewe jioni ya leo. Mungu anatamani ufungue mlango wako jioni ya leo. Mungu anatamani umpe maisha yako jioni ya leo. Hayo maisha ambayo unayaishi, Mungu anatamani ugeuke. Mungu anatamani ubadilike. Kwa hiyo tafakari tu moyoni mwako. Wakati watumishi wa Mungu wanamwabudu Bwana mahali hapa, mabudu tu Bwana taratibu. Wakati unatafakari ndani ya moyo wako, tafakari ndani ya moyo wako, Mungu anahitaji nini jioni ya leo?
Karibu praise, tumwabudu Bwana taratibu, dakika kidogo kabla tujaingia kwenye maombi. Tuende kuomba. Funika tu macho yako, na watoto naomba muwe na utulivu. Ninyi ni watumishi wa Bwana. Sawa watoto? Funika macho yako, afutulia, usicheze cheze. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wamesogea mbele zako Bwana jioni ya leo. Mungu, umesema nasi kwa habari ya tajiri na yule Lazaro maskini, Mungu wetu na baba yetu. Nami ninakushukuru kwa sababu ujumbe huu umeutuma juu ya watoto wako na watumishi wako. Nami ninaamini wamesikia neno lako, na ninaamini Mungu umesema nao kwa kadiri ya neema yako, kwa kadiri ya upendo wako na huruma zako. Baba, ninapoachilia neno hili katika madhabahu hii, ninaamini yuko mtu mmoja amesikia neno hili, naye ametafakari njia zake jioni ya leo, na amegundua njia zake mahali zilipo, na natamani Bwana achague njia iliyo sahihi. Baba, ninaposogea mbele zako, ninawaleta watoto hawa, lakini pia ninawaleta na wamama hawa na wababa hawa. Damu ya Yesu ipite ndani yao sasa, kuwasaidia kuwa na maamuzi yaliyo sahihi, kusema ndio kwa Bwana. Maana iko siku moja kila mmoja atakufa, na baada ya kufa kuna maisha mapya yanaenda kutokea. Ninategemea leo amechagua nini Bwana. Inawezekana yako maisha ameyaishi yasiyokupendeza. Inawezekana iko dhambi imemfanya atengwe na neema yako, lakini jioni ya leo iko damu ya Yesu inayoweza kumsaidia kufanya maamuzi sahihi. Baba, ninaomba neema yako iwepo katika nchi hii, neema yako iwepo katika mbingu za mahali hapa, ili kuondoa hiyo roho ya mashindano na roho ambayo inamzuia mtu huyu Bwana kuchagua njia iliyo sahihi, ambayo mtumishi wako tajiri alipokuwa amekufa, alipokuwa kwenye mateso kule kuzimu, alitamani manabii watoke Bwana kule kuzimu, akatamani watu waliokufa wafufuke ili waseme na ndugu zake 5 waliobaki. Lakini Ibrahimu akasema, wako watumishi wa Bwana. Kati ya watumishi ambao Ibrahimu aliwanena ni pamoja na sisi ambao tuko hapa, ni pamoja na mimi ambaye nimesimama mbele ya watu hawa. Nimesimama kuambia iko neema ya kuwasaidia kutoka katika maisha ya dhambi. Nimehubiri Bwana habari njema, kusemesha nafsi zao. Iko neema ya kuwasamehe makosa waliotenda, hata kama wamefanya dhambi nyekundu kama damu. Mungu umesema utasamehe na itakuwa nyeupe kama theluji. Inawezekana kuna mtu amezini,
Inawezekana kuna mtu ni mlevi, inawezekana kuna mtu ni mchawi. Mungu umesema hauna upendeleo. Katika jina la Yesu, unasubiri tu mtu mmoja aseme ndio kwako, ili apate neema ya kuandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Mungu uliye hai, ninaachilia damu ya Yesu iweze kuleta nguvu ya kumpa ushindi na kusema ndio, na baada ya kusema ndio, shetani asipate nguvu tena ya kumwambia hapana. Katika jina la Yesu, Baba, nawaleta na watoto hawa Bwana, wamesimama hapa kwa sababu wametoka kwenye familia mbalimbali. Mungu, kwa kiwango cha imani ya watoto kuwepo hapa, Mungu nawaunganisha na wazazi wao walioko majumbani katika jina la Yesu. Ile ndio kwa watoto walioko hapa, iwe ndio kwa baba zao na mama zao. Ile ndio kwa watoto waliokuja hapa, iwe ndio kwenye mji wa Msingisa, iwe ndio kwenye ardhi ya Msingisa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakupa nafasi sasa kwa ajili ya watu wako waliosimama mbele zako. Wewe ambaye unasema natamani kumpa Yesu maisha jioni ya leo. Jioni ya leo iko nafasi. Unayesema natamani kumpa Yesu maisha ya dhambi ambayo nimeishi yanatosha. Maisha ambayo nimeteswa na shetani yanatosha. Maisha ambayo nimeteswa na dunia inatosha. Leo natamani kuwa kiumbe kipya. Leo natamani Yesu aingie ndani yangu, abadilishe maisha yangu. Ile kiu ya uchawi niachie, ile kiu ya ulevi niachie, ile kiu ya zinaa niachie. Nataka kuwa kiumbe kipya. Nyosha mkono wako mahali ulipo ili niombe pamoja na wewe. Unayetamani kumpa Yesu maisha akusaidie kushinda dhambi. Hauwezi kushinda dhambi kwa nguvu zako. Hauwezi kushinda ulevi kwa akili zako. Hauwezi kushinda uchawi kwa nguvu zako. Lazima Yesu aingie ndani yako. Lazima Yesu akae ndani ya moyo wako, akupe nguvu ya kushinda hiyo dhambi. Nyosha tu mkono wako mbele za Bwana. Haunyoshi kwangu, haunyoshi kwa mchungaji. Unanyosha mbele za Mungu, na Mungu anaona huo mkono. Mungu anaona hayo maamuzi ambayo umeyachukua jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa nikuongoze sala hii ya toba. Naomba nikuongoze sala hii ya toba. Baada ya sala ya toba, tutaenda kwenye maombi. Watoto, naomba pia mfuatishe sala hii. Wazazi wenu wamegoma kuja hapa, lakini ninyi mtakwenda kuwa moto mnapoenda kwenye nyumba zenu. Mungu ataenda kuachilia neema ya wokovu ndani yenu. Mnapoenda nyumbani, kuna neema itaachiliwa kwa wazazi wenu, kuna neema itaachiliwa mahali mnapoenda kuingia. Kwa hiyo mtafuatisha sala hii. Watoto, naomba mnifuatishe kwa sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako jioni hii ya leo. Nimesikia neno lako. Mungu uliye hai, ninaamini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, ili nipate kusamehewa. Nami ninaamini ya kwamba baada ya kifo chake, siku ya tatu, Yesu alifufuka. Na alipofufuka, amefufuka pamoja na maisha yangu. Siku hii ya leo, ninaamua sasa kukupa Bwana Yesu maisha yangu yote. Kuanzia siku ya leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakukaribisha sasa ndani ya moyo wangu. Ninaufungua sasa ili Bwana Yesu uingie ndani yangu, ufanye makao yako ndani ya moyo wangu. Kuanzia siku ya leo, ninatubu dhambi zangu ambazo nimezitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Bwana Yesu, ile dhambi ambayo imenizinga kwa upesi, jioni hii ya leo ninaileta msalabani. Ninakukabidhi Bwana Yesu. Ninatamani sasa uingilie kati maisha yangu, ukanifanye kuwa
kuwa kiumbe kipya. Ukanifanye kuwa kiumbe kipya. Ukafute jina langu. Ukafute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kwenye kitabu cha hukumu. Ukaandike jina langu. Ukaandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia siku ya leo. Kuanzia siku ya leo. Ninaamini ya kwamba. Ninaamini ya kwamba. Mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Nami nimekuwa. Nami nimekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya. Biblia inasema. Biblia inasema. Tazama ya kale yamepita. Tazama ya kale yamepita. Na sasa yamekuwa mapya. Na sasa yamekuwa mapya. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana, ongeza makofi na vigelegele. Biblia inasema iko furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapotubu. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa natamani twende kwenye maombi. Wale ambao tumeokoka, naomba watu wapite kwa haraka kuandika majina. Baada hapo tuingie kwenye maombi kuombea nguvu za Mungu kwa wale waliokata shauri, lakini pia tutaenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Mungu awafungue kwenye vifungo vya magonjwa walio nayo. Tayari wameshaandikwa. Sasa tunaingia kwenye maombi. Kama hujaandikwa kwenye daftari, nyosha mkono. Wewe ambaye hujaandikwa toka siku ya kwanza, nyosha mkono uandikwe jina. Au nenda pale ukaandikwe jina. Nataka tuingie kwenye maombi kwa ajili ya wagonjwa, lakini tunaenda kuomba nguvu za Mungu kwa watu waliookoka, ili unapotoka hapa shetani asikurudishe tena nyuma. Uwe na nguvu ya kushinda kila vishawishi na kila tamaa ambayo shetani ataiachilia kwenye maisha yako. Naomba sasa tukae kwa utulivu, watoto, tukae kwa utulivu. Tukae kwa utulivu tunapoingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshamaliza kuandika. Kama hujaandikwa, andika jina lako kwa haraka. Naomba tuende taratibu pale kwa wimbo studio. Twende taratibu kwa wimbo. Naomba mtumishi Isaka utapanda hapa mbele. Mtumishi Isaka utapanda hapa mbele. Nimesikia leo tuombe zaidi na watoto. Shetani amezuia watu wazima na amewaruhusu watoto akijua wajui chochote. Tunatamani tukaombe nguvu za Mungu juu ya hawa watoto. Wakawe moto wanapoenda nyumbani. Wawe moto wanapokatisha kwenye mitaa. Mungu atembelee mji huu. Mungu atembelee familia. Mungu atembelee watu wake. Shetani amewazuia watu, lakini tunayo maarifa ya kuyaachilia kwenye huu mji. Mungu ataenda kuwasaidia watumishi wake na kuwabadilisha. Unaandika kama umemaliza, basi tunahitaji kwenda kuomba kwa ajili ya kumwambia Mungu aweze kutujaza nguvu za Mungu. Naomba mkutano jipatishe maneno machache sana tunapokwenda sasa kumwambia Mungu, ili kwamba ufalme wake uweze kushuka, Mungu apate kutuhudumia. Mkutano wote pamoja na watoto sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Nimekuamini pamoja na nguvu zako. Niko mbele zako, nahitaji msaada wako. Pasipo wewe mimi siwezi kufanya jambo lolote. Nimeonewa sana, nimeteswa sana, lakini leo nahitaji msaada wako. Nahitaji nguvu zako katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa Zaburi 105 mstari wa 4, mtakeni Bwana na nguvu zake. Yesu, tunakutaka wewe na nguvu zako. Jioni ya leo achilia nguvu zako kwenye maisha yangu, usinipite katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunakwenda kuomba, tulia namna hiyo na nguvu za Mungu zinakwenda kukuhudumia. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya kanisa lako,
Asante kwa ajili ya watu wako ambao Mungu umewapa kibali. Funika macho yako unapoendelea kuomba, funika macho yako ambao umewapa kibali Bwana kuweko tena kwenye madhabahu yako hii saa hii na wakati huo. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo Mungu umeweka kwenye kinywa cha mtumishi wako na ameliachia masikioni kwetu, tumelisikia na hilo neno limeleta imani katikati yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Karamasikilianda ramashaka, na waleta watoto wako mbele za uso wako. Ninakusihi neema yako ikawe juu yao, ninasihi nguvu zako zikawe juu yao, ninasihi ukombozi wako kawe juu yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, na wakati na majira ambayo tena yamekubalika umeachilia kibali chako saa hii sasa. Baba, tunaruhusu nguvu zako ambazo Mungu zikapate kushuka katikati ya watu wako, ili kwamba ukapate kuwahudumia, maana wamefungwa Bwana, maana wameteswa Bwana, maana wameonewa Bwana. Nami naruhusu mbingu sasa zikafunguke, mbingu zikafunguke saa hii, mbingu zikafunguke saa hii, na hiyo nguvu yako ishuke sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa ila dhambi, tunapiga na kuvunja na kuteketeza, tunabomoa na kuangamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunaachilia nguvu yako, tunaachilia nguvu yako, tunaachilia nguvu yako, tunaachilia nguvu yako, na ipite katikati ya watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo. Vifungo anza kuachia, vifungo anza kuachia, vifungo anza kuachia, mapepo anza kuachia katika jina la Yesu. Magonjwa anza kuachia kwa damu ya mwana-kondoo. Tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu sasa inashuka, 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 hiyo nguvu inashuka kwako, inashuka kwako katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana-kondoo, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya operation yako. Naona mbingu zinafunguka, naona mbingu zinafunguka, naona mbingu zinafunguka. Unaachilia ujazo wako, unaachilia nguvu zako katika jina la Yesu. Kila vifungo ambavyo vifungo hawa watoto naenda kinyume sasa. Ufalme wa giza, ufalme wa mapepo, anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia kwa jina la Yesu. Anza kuachia, kuachia sasa. Naongeza moto, naongeza moto, naongeza moto, naongeza moto, naongeza moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana-kondoo, katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Ufalme wa giza, toka achia, toka achia, toka achia kwa jina la Yesu, toka achia kwa jina la Yesu, toka achia kwa damu ya mwana-kondoo. Navunja na kuteketeza, navunja na kuharibu. Haya, toka achia, toka achia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toka achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ufalme wa giza, toka achia. Naangusha ngome, napiga ngome, nateketeza kila ufalme wa giza. Toka achia kuanzia sasa. Ni moto lao, ni moto lao, ni moto lao. Pigu achia, pigu achia, pigu achia, pigu achia, pigu achia katika jina la Yesu. Moto lao unapita sasa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Toka achia kwa watoto wao, hauna nafasi ya kukaa ndani yao. Pembeni ulikokaa, haya chomoka achia, chomoka achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia, achilia nguvu za Mungu, toka achia kwa damu ya mwana-kondoo, katika jina la Yesu. Naangusha hizo ngome, napiga hizo ngome, nateketeza hizo ngome. Kwa damu ya Yesu, chomoka, 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 anamocha, haya toka achia, toka machie, anamocha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya chomoka, 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 usipotoka ndani. Haya chomoka, haya chomoka, chomoka, chomoka. Fire, 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 fire. Mwachie, 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 mwachie mara moja kwa jina la Yesu. Haya chia choma ndani, mwachie kwa damu ya Yesu. Pigwa, pigwa, pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa jina la Yesu. Haya chomoka, 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 chomoka. Pigwa chia, moto lao, moto lao, moto lao katika jina la Yesu. Yesu, tunaachilia moto, tunaachilia moto kwa damu ya Yesu Kristo. Haya chomoka, chomoka, chomoka. Kama giza
Napigwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaachilia huo moto, tunaachilia huo moto, tunaachilia huo moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto. Haya, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie mara moja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto, moto, moto kwa damu ya Yesu Kristo, na damu ya Yesu. Kila nguvu za giza achia watoto, katika jina la Yesu, nguvu za giza katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kila vifungo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, tunakataa, tunavunja, tunateketeza katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila ufalme wa giza haya, chomoka, mwachie, chomoka, mwachie katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunafungua kila kwenye ulimwengu wa roho, tunafungua nafsi zetu mahali alipo, tunafungua nafsi alipo, tunafungua nafsi kwa jina la Yesu. Achia ndani, tunaachilia moto, tunaachilia moto kila madhabahu, tunapiga na kuteketeza katika jina la Yesu. Toka kuzimu, roho ya kuchawi, roho utekwa chini, roho utekwa chini, roho utekwa chini, roho utekwa chini katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka chini, toka chini, paramash, raka paramash, Baba, katika damu ya Yesu tunaachilia moto, tunaachilia moto kwa jina la Yesu, raka paramash, tunaachilia moto na damu ya Yesu, tunaachilia moto na damu ya Yesu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho za magonjwa, tunaachilia damu ya mapepo, tunaachilia damu ya uzima, tunaachilia damu ya uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu, pokea uponyaji kwa damu ya mwana kondoo, pokea uponyaji na uwe mzima kuanzia sasa katika jina la Yesu, na uwe mzima kuanzia sasa, pokea uzima, pokea uponyaji kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Kila roho za ulevi, roho za kila namna, pigwa kwa jina la Yesu. Chomoka, Paramash, roho za magonjwa, rika paramas, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Navunja falme za giza kuanzia sasa. Toka chini, kila magonjwa tunaachilia moto, tunaachilia moto. Kila uvimbe ulioonekana kwenye tumbo, kila uvimbe ulioonekana kwenye kizazi, tunaachilia moto. Roho za mizimu, toka machie, toka machie, toka machie, toka machie, toka machie, toka machie, toka machie kwa jina la Yesu. Hayo maagano tunayavunja, hayo maagano tunayavunja, hayo maagano tunayavunja, tunayavunja kwenye mbavu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto na damu Yesu, katika jina la Yesu. Yes. Rika paramas kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, inaachilia hiyo nguvu, inaachilia hiyo nguvu, inaachilia hiyo nguvu. Falme za giza, roho za mateso, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia kuanzia sasa, toka chia kwa giza, toka chia kuanzia sasa, toka chia, ni moto lao, ni moto lao, toka chia, katika jina la Yesu, toka chia, haya fire, moto lao, moto lao, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, kwa jina la Yesu. Toka machie, toka machie, toka machie kwa jina la Yesu. Hii nafsi mahali ilipo, ninaikomboa kwa damu Yesu. Hii nafsi mahali ilipo, naikomboa kwa damu Yesu, katika jina la Yesu. Ninakufungua na kukuweka huru Baba, katika jina la Yesu. Naachilia damu Yesu, naachilia damu Yesu, naachilia damu Yesu, naachilia damu Yesu. Kila ufalme wa giza, kila roho za mifugo inaangusha sasa ngome, inapiga ngome sasa, inapiga ngome sasa, inaharibu kwa jina la Yesu, inaangusha hizo ngome, inapiga hizo ngome. Kila ufalme wa giza, pigwa achia, pigwa achia, kuanzia utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu, inaachilia nguvu ya ukombozi, inaachilia nguvu ya ukombozi katika jina la Yesu. Roho za magonjwa, roho za magonjwa, roho za kichawi, roho za kichawi, roho za kichawi zinapigwa kwa jina la Yesu. Roho za kichawi zinapigwa kwa damu ya Yesu, zinapigwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kila vita leo hii inakomeshwa kwa damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu.
Naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu. Falme wa giza. Tai. 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 Ni moto. Ni moto. Ni moto. Ni moto. Ndio. Ndio. Kuanzia utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu. Naachilia shoti. Naachilia shoti. Naachilia shoti. Naachilia shoti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na ufunguliwe sasa. Na ufunguliwe sasa. Na ufunguliwe sasa. Na ufunguliwe sasa. Ninauvua jina la Yesu. Huo ufalme ninauvua. 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 Huo ufalme ninauvua. Huo ufalme ninauvua. Huo ufalme ninauvua. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo. Kila ufalme wa giza naachilia moto uko ndani. Naachilia moto uko ndani. Naruhusu nguvu ya Mungu sasa inapita katika jina la Yesu. Haya, chomoka mwachie. Kuanzia sasa ni moto lao. Ni moto lao. Ni moto lao. Chomoka mwachie. Chomoka mwachie. Mara moja. Mara moja.